kwanza imezungukwa na masanamu, na Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu cha Taurati, usitengeneze sanamu ya aina yoyote. Mbali na kusema ati kuiabudu, kuitengeza tu ni haramu, lakini chachi ya Vatican imezungukwa na masanamu. Jambo la kwanza ni upinzani huo. Pili, kanisa Katoliki kwenye compound yake pale katikati kuna ule mnara. Hii minara inaitwa Satanic Obelisk, minara ya shetani, uko katikati ya Vatican Italy. Mnara utauona hapa, ndio huu. Hii minara hii inapatikana Washington DC, inapatikana Paris Ufaransa, United States, wapi? Kwa sababu leo kinachotawala ulimwengu bado ni Roman, ni utawala wa Roma. Marekani ni mwanajeshi wa Mrumi, Uingereza ni mwanajeshi wa Urumi, Ufaransa ni mwanajeshi. Kwa hivyo kinachotawala mpaka sasa hivi bado ni utawala wa Rumi, kama hujawahi kujua. Hizi nchi zote za Marekani, Uingereza, wapi, hawa wote ni wanajeshi wa Roman Catholic. Kwa hivyo bado utawala wa Rumi unaendelea. Kwa hivyo yeye ndio baba. Ndio ukiangalia hata ukumbi wa Papa wa Vatican, ukumbi wa mikutano, utaona kabisa umejengwa kwa design ya nyoka mkubwa kabisa, ambapo nyoka ni Iblisi, nyoka ni shetani. Sasa tazama video hii, ukumbi wa Papa wa Vatican wa mikutano unabeba watu 6,666, lakini kwa sababu ya kustiri watu wasielewe, huwa wanatangaza kwamba ukumbi huu unabeba watu 6,000, sijui 700, sijui 7,000, sijui mia ngapi. Sio 7,000 na mia ngapi, ni 6,666 ndio wanaobebwa kwenye ukumbi, kwa sababu 666 ni alama ya sheitani, inaitwa the devil code number. Na ndio maana hata ukiangalia wale security wa Marekani, masheriffs wale, namba yao ya security kule ni 999. Hii 999 ukigeuza chini chini juu ndio inakuwa 666, ambayo ndio satanic devil code number, na imetajwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya yake ya 18 kwamba ndio namba ya shetani yenyewe, 666. Nataka nikueleweshe kidogo kuhusu mambo haya, alafu nikueleze mambo fulani ambapo labda yatakuwa kwako ni mapya. Ukisoma Ufunuo 13:18 kuna maneno yanasema hivi. Yesu anasema, hapa ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo. Yaani panazungumzwa lugha ya hekima ya mnyama huyo, lakini ni shetani tu. Maana ni hesabu ya kibinadamu, kwamba ni hesabu iliyotungwa na watu, haikutoka kwa Mungu. Na hesabu yake huyo shetani ni 666. 666. Hata sasa hivi ukichora namba 666, hebu igeuze juu chini chini juu, itakuja 999. Ukipiga simu sasa hivi hiyo namba itaingia wapi? Utajua mwenyewe, wala mimi usiniambie. Alafu uje kujua kwamba Iblisi anatawala ulimwengu. Hauwezi sasa hivi kununua kitu chochote dukani, supermarket, lazima kiko na hii alama hii ya 666. Huwezi kununua kitu supermarket yoyote mpaka kiwe na hii hesabu. Ndio uje kujua kwamba Waislamu na Wakristo tulikwisha zamani. Ni ajabu ukisikia viongozi wa dini huko katika nyumba za ibada wanaimba, wanasema Mungu anatawala, unatawala Yawe usifiwe, unatawala Yawe, hale. Unajua kama ni uongo huu na unajidanganya mwenyewe. Yawe maana yake katika Qur'ani ndio Iyahu, ndio Yahwe, ndio Iyahu huku kwetu, ni jina la Mungu kweli. Lakini wakisema kwamba unatawala Yawe, hiyo ni nyimbo tu, kama unavyoiona hapa inaendelea, ama nikikuwekea ukijionea. Lakini baada ya kusikia nyimbo hii unatawala Yawe, tuje kiuhalisia, ni Yahwe ndiye anayetawala. Kinachotawala sasa hivi ni demokrasia, sio Yawe. Ingekuwa ni Yahwe ama ni Mwenyezi Mungu anatawala, mahakamani kwetu kungekutwa Qur'ani na Biblia ziko pale. Ukitaka kuhukumiwa, inafunguliwa Qur'ani inasemaje kuhusu swala hilo, kosa hilo lilolifanya, Biblia inasemaje kuhusu kosa hilo lilolifanya, kisha uhukumiwe baada vitabu viwili hivi kusomwa na vikatoa hukumu, kwa sababu kilichoandikwa hapa kimetoka kwa Mungu. Kwa hivyo tukikupitishia hukumu baada ya makosa yako,
kwamba hukumu yako ni hichi kitabu vile kimesema, maana yake hapo ndio Mungu anahukumu, maana yake hapo ndio Mungu anatawala. Sasa tukienda mahakamani, katiba zinazosomwa pale ni za watu, zilizotungwa na watu, kwa hivyo si Mungu anatawala, ni demokrasia ndiyo inayotawala. Ndio maana sasa hata huwezi kwenda dukani ukanunua chochote, lazima utapata hiyo saini. Mfano, nimeenda dukani kununua maji hii leo leti, hata hiyo saini nimeikuta iko hapa, huwezi kununua. Sijui kama watazamaji mshawahi kujiuliza kuhusu hii saini hii unayoiona hapa. Hii alama mshawahi kuijua kwamba ni alama ya nini? Hii saini unayoiona hapa 66 hapa, lakini wewe huwezi jua. Na hii inaitwa the devil code number. Hii ndio ile chapa ambayo ilizungumzwa kwamba hutaweza kununua wala kuuza isipokuwa. Hebu naomba unifungulie Ufunuo 13 kwanza 18. Nirudie tena, nianze hapo juu kidogo ama niteremke chini kidogo, alafu ndo nikueleze kuhusu hapa kuna 666, lakini utajuaje? Sasa ngoja kwanza nikusomee hichi kifungu 13:18. Maandiko yanasema hapa ndipo nianze 16 juu kwanza. Inasema, naye huyo shetani awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mikono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yani jina ama hesabu ya shetani huyo. Jamani, nafikiri haya ni maandiko yako wazi. Hii ni Ufunuo 13 mstari wa 16. 13:16 ndio maneno yamesema hivyo, kwamba hutaweza kununua wala kuuza isipokuwa hicho unachokinunua na hicho kinachouzwa hapo lazima kiwe na chapa ama alama ya shetani huyo, na chapa hiyo ndio hii hapa. Hata maziwa haya hapa ukitoka kununua lazima utaikuta, si ya maziwa ya Daima Milk Drink, si ni Daima Milk yanauzwa dukani kila mahali. Chapa ndio hii hapa, sio kama ushai kuiona hii chapa. Ndio hii inaitwa the devil UPC, Uniform Product Code. Hapa pia kuna 666, lakini wewe huwezi kuziona. Sasa nataka nikuoneshe. Hata hapa kwenye haya maji kuna 666 hapa, lakini wewe huwezi kuziona. Nataka nikuoneshe. Kwanza katika hii alama unayoiona hapa, ukitizama vizuri mtu wa kamera, utaona mistari miwili ya kwanza ni mirefu kuliko mingine. Vuta kamera karibu kabisa ujione. Utaona kuna mistari miwili ya kwanza ni mirefu zaidi kuliko mingine. Katikati utaona kuna mistari mirefu mingine zaidi, ni mirefu miwili zaidi kuliko mingine. Mwisho huku utaona kuna mistari mingine ni mirefu zaidi kuliko mingine. Hii alama zote ziko hivyo. Sasa hii mistari ya kwanza mirefu kuliko mingine inakumaanishia ni 6 hiyo. Sawa sawa Mirefu kuliko mingine ya katikati maana yake ni 6 ya pili. Mirefu ya mwisho huku maana yake ni 6 ya tatu. Hiyo ndio 666. Ukigeuza juu chini chini juu ndio inakuwa 999. Ukipiga simu kule utakakoingia utajua mwenyewe system zinazoendesha huko za military ni system ambazo ni za hawa, kwa sababu devil worshiper wanasema we control everything you see, everything you learn and everything you hear. Wana control military, wana control film industry, wana control media zote, wana control business leaders zote, wana control, yani hakuna kitu ambacho hakiendi vile wao wanataka. Waislamu wapendwa na Wakristo wazuri, mada hii ni ndefu sana, lakini kutokana na muda na wakati nina mengi ya kuzungumza, lakini inshallah bado ninaendelea na nitakuja kuzungumzia masala mengi. Waislamu wapendwa ambao mnanisikiliza, mlioko Marekani, mlioko London, mlioko sehemu zozote zile ulimwenguni, ningewaomba inshallah taala muendelee kushirikiana na sisi katika mitandao hii ya kijamii, tuweze kuelimishana na tuweze kufahamishana kuhusu haki na ukweli wa mambo ambayo unaendelea katika ardhi ya Allah. Na jambo la pili kwa kumalizia, pia ni Waislamu sasa kuamka kutangaza hii dini na kuleta hoja za Uislamu dhidi ya dini zingine, si ndio watu watapata kujua kwamba hii ndio haki? Bwana wewe, hata mbunge na waziri hawezi kuchaguliwa na wananchi, kwanza lazima auze sera.
Ukishauza sera zako, ndo wananchi watachagua, sera za huyu bwana ndio nzuri, sera za huyu bwana hizi ni za uongo hizi, bwana sera za huyu kidogo zina nafuu, yani mpaka uuze sera. Sasa sisi Waislamu dini yetu ni ya haki, sera za dini yetu mbona hatuziuzi kwa hawa watu? Kisha watachagua Uislamu namna mafundisho yake yalivyo, na zile dini zingine ukweli hapa uko wapi? Nyinyi mmeganda tu misikitini, kutoka hamutaki. Alafu tukija msikitini tunataka tupate nguvu ili twende tukatangaze hii sera za Uislamu, watu waone. Nyinyi mnatufukuza, mnatuita matapeli, mnatuita warongo, mnatuita maconman. Enyi Waislamu wapendwa, nyinyi ambao mnasimamia misikiti, muogopeni Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata nyinyi mtakufa. Alafu kama wewe ni imamu wa msikiti wowote ule, ama wewe ni chairman wa msikiti wowote, atakayekufa jirani hapo kafiri, hakufikiwa na ujumbe wa Uislamu, na wewe ndio unamiliki msikiti huo, hata kama unajifanya hamnazo, umejizima data, una makampuni mengi, uko busy sana, hutaki wewe mambo mengi, atakayekufa kafiri na wewe ni masulia hapo jirani, na wewe ndio unasimamia msikiti, na wewe ndio unamsimamia imamu, wewe na imamu wako nyote mtakuwa masulia siku ya Kiyama. Hawa watu wamekufanya makufari na nyinyi mlikuweko, mbona hamkuwafikishia? Ndio maana Mtume sallallahu katika hadithi sahihi akasema, balighu anni walau aya, nifikishieni kutoka kwangu japo aya moja. Aya hii moja ilikuwa inafikishiwa wapi? Na ni kina nani wafikishiwe? Baadhi ya Waislamu wanadhani ilikuwa ifikishwe kwa Waislamu peke yao. Sio Waislamu peke yao, wacha uzuka. Waislamu wapendwa, ifike mahali tuambiane ukweli, hakuna haja ya kubembelezana. Misikiti imebinafsishwa, misikiti inaendeshwa kama wanavyotaka watu. Sasa wewe Waislamu wapendwa ambao mnaswali kwenye misikiti mbalimbali, naomba sasa tufanye kazi na nyinyi pamoja. Nyinyi Waislamu maratibu mnaoswali swafu ya kwanza, swafu ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano na kuendelea, na waomba sasa tufanye kazi na nyinyi. Hii kazi ya Mungu naomba tufanye na nyinyi. Haya, tufanye na nyinyi kivipi? Mtakapomwona Sheikh Suleiman Mazingi amesimama msikiti wowote, amenyanyuka pale kwa niaba kutoa darsa na kuchukua nguvu kwa Waislamu kwenda kunusuru dini, kisha asimame mtu miongoni, labda ni kamati ama ni nani whatever, aseme wewe kaa chini, hujaruhusiwa. Waislamu nyanyukeni na huyo mtu, nyanyukeni na huyo. Hivi kuna sababu ya sisi kutopewa fedha kutangaza dini hii? Hawa wanaotuzuia hawaoni Mungu anavyopigwa matusi kila kona, kila Jumapili? Mombasa yenyewe hii imezidiwa na makanisa. Hii Mombasa yenyewe makanisa ni mengi kuliko misikiti. Hapa Mombasa na vitongoji vyake, misikiti ni michache, makanisa ni mengi. Mungu anatukana kila siku, Mungu ana mtoto, Mungu ana mtoto, Mungu Yesu ni Mungu, ni mwana wa Mungu. Matusi yale mtu huoni. Kuna sababu gani ndugu yeye kutunyima sisi fedha kwenda kudhihirisha haki kwa watu? Waislamu wapendwa mnaosali kwenye hii misikiti, sasa simameni na sisi tutangaze hii dini. Kama kamati za msikiti waliona kuchangiwa, ama Waislamu wala Waislamu waumini wanaoswali hawana shida na sisi kabisa, wanaona kabisa Sheikh Mazingi anafanya dawa yake, tunaiona kwenye mitandao anafanya. Tatizo ni husda za wasimamizi wachache kwenye msikiti. Sasa roho mbaya hao watu imezidi eksesi, kwa sababu kwanza hela hawatoi hao kamati, wanaotoa ni Waislamu. Wao ni ile kusema green light, Sheikh Mazingi endelea, ni kazi ya Mungu wafanya, watu kuona endelea. Si hiyo inatosha? Hela utatoa wewe. Wewe unaumwa na nini? Kitu gani kinakufanya unaumwa? Waislamu wapendwa, mabakili wako aina mbili ndani ya Qur'ani. Kuna bakhili ambaye hataki kutoa kwa ajili ya Mungu, yeye motoni ameamua kwenda tu, na kuna bakhili wa pili ni muovu zaidi kuliko huyo wa kwanza, yeye hataki kutoa na anazuia Waislamu msikitini wasitoe. Huyu ni maluni wa wazi kabisa, atoka muona na kanzu impiga pasi mpaka nje akipita na katwa mara mbili. Huyu ni mtu wa motoni. Wewe kutoa utaki, na kwa nini unazuia Waislamu msikitini wasichange wakadhamini dini yao? Na wewe ukifatwa hutatoa, maana tukikufuata utoi, huwezi kutoa. Kwanza ukiangalia pale kwenye CCTV kamera, wewe ofisi yako iko juu gorofani, ukiangalia nani Mazinge, unasikia anampigia yule secretary, mwambie hawako hapa, mwambie bosi hayuko bosi. Hutaki hata kutuona. Nikambe wa imani yako, nikambe sisi tumekuja kukusumbua, na sisi tumekuja
kukusaidia wewe kazi siku ya Kiyama usiulizwe, lakini kwa kuwa si mcha Mungu wala Uislamu majukumu yake unajifanya huyajui, hamnazo, ndio maana hutaki. Waislamu wapendwa, labda niseme ama nizungumze kuhusu misikiti miwili. Ningeomba insha Allah taala Waislamu wajifunze kupitia misikiti miwili. Msikiti wa kwanza ni msikiti Musa pale Mombasa. Unaona msikiti Musa Mombasa, leo mimi nautaja na sijawahi kutaja msikiti wote hapa. Chairman wa msikiti ule nasema kwamba Mungu amzidishie kheri, sitamtaja jina, lakini ningeomba nyinyi machairman wa misikiti yote Mombasa nzima, hebu jifunzeni kupitia huyu chairman wa msikiti Musa huyu, na roho yake ilivyokuwa nzuri. Huyu mwanaume sijapata kuona Mwarabu ana roho nzuri kama huyu mtu. Amenipa ruksa juzi nikachanga, tena aliniambia shekhe, changa hela, tangaza dini ya Mungu, hakuna maswali mengi, unafanya twaona, changa. Na nikachanga. Kuna Muislamu akajitolea seti nzima ya vyombo vya dawa ya Allah. Simjifunze jamani kwa huyu mtu. Huyu mtu anajua kabisa mimi ni chairman, na mimi alhamdulillah Mungu amenipa neema ya mali, lakini mtaziacha hizi. Sasa dini ya Mungu inaendaje? Watu kule wanatolewa, wanakufurishwa. Ni majukumu yangu na yako na mwingine akatupatia nafasi mja wa Mungu huyu. Nyinyi Waislamu ambao mtakuwa mnatazama hii, naomba ukila ukiswali huko uliko, uwe London, uwe Amerika, ukiwa Burundi, ukiwa Rwanda, na kuomba wakati unaswali tu, hebu mfanyie dua huyu chairman wa huu msikiti Musa. Mfanyie dua, mwambieni Mungu amuondolee maradhi huyu kiumbe huyu, alafu Mwenyezi Mungu amjalie huyu mtu, Mungu mwenyewe amlinde kwanza kabla ya serikali. Mungu mwenyewe amlinde kwanza huyu mtu, alafu kama ana maradhi kwenye kiwiliwili chake, huyu chairman wa msikiti Musa Mombasa, nazungumzia Mombasa msikiti Musa, sizungumzii msikiti Musa ulioko kwingine, nasema Mombasa. Mungu amuondolee maradhi huyu mtu na amjalie neema, manake hicho alichokifanya ile kunipa ruksa tu mimi nisimame msikitini pale, hii ni wazi kwamba huyu mtu anaogopa Mungu na anaogopa kila idara ya majukumu ya Qur'ani. Maadamu ni Qur'ani imesema, huyu hana anachopinga. Mungu amzidishie huyu shekhe. Na imamu wa pili ama msikiti wa pili ambao ningependa kuutaja leo hapa, hata ulimwengu mzima waone, na nimesema ni msikiti wa Njoro Mariakani. Ukitoka Mombasa kama unaenda Nairobi, kuna mji unaitwa Mariakani, kuna msikiti pale unaitwa Njoro. Ngoja leo niutaje huyu imamu wa msikiti huu. Huyu nitasema huyu ni kama ule chairman wa msikiti Musa tu, ni kama huyo. Huyu mtu ana roho nzuri, asijapata kuona bwana. Imamu wa msikiti huu, roho yake, msikiti wa Njoro pale Mariakani, huyu mtu ana roho nzuri, asijapata kuona. Hebu maimamu wote Kenya mzima na Mombasa nzima wangekuwa na roho kama ya huyu na huyu chairman huyu wa Musa, Uislamu ungekuwa mbali, Uislamu ungeenda mbali. Na mimi siwataji hawa ati kwa sababu mimi najipendekeza kwao. Hii dini mimi natangaza sio ya hawa watu wawili, mimi natangaza dini ya Mungu. Mimi nategemea malipo kutoka kwa Allah, sio kwa hawa. Lakini sasa hawa watu wana roho nzuri, na inafaa iwe mfano kwa misikiti mingine. Misikiti mingine ukienda, wewe ni mtu wa dawa kama mimi, kwanza nalinganishwa na watu wa kuombaomba wa kawaida. Hiyo ndo akili yao ya kwanza ilivyokuwa mbovu. Lakini angalia msikiti Musa, nilichukuliwa special, shekhe ameingia. Chiama nilipompigia tu simu akaniambia ni Mazinge huyo, yule tunamuona kwa mambo ya Freemason. Niliulizwa swali moja, shekhe unatakaje? Nikamwambia shekhe, mimi sina vyombo vyangu vimeharibika. Akaniambia msikiti huu hapa, wacha niongee na imamu na viongozi wenzangu, lakini tegemea inshallah wewe hiyo ishapita. Na ikawa hivyo. Sasa Waislamu wapendwa, nazungumza kwa sababu nasikia furaha nikiona viongozi wa dini wanaonesha mfano mzuri kwenye kitengo kilichokuwa muhimu cha dawa kama hiki. Na nyinyi ambao mko Mariakani, mko wapi na kwingine, mjifunze jamani kwa imamu huyu wa Njoro. Alafu kuna msikiti mwingine hapo Mariakani, huu msikiti hapo ukiingia Mariakani tu mkono wa kushoto hapa, huo nao pia maimamu wana roho nzuri sana, huo msikiti nzuri sana.
Ukiingia tu Mariakani, umetoka town Mariakani, ukiingia kuna msikiti unaitwa msikiti Nuru. Viongozi wa pale, Mungu awajalie neema, na nawataja makusudi hata kama watasikia si shauri yao, siwasikie tu, kwani kuna nini? Mtu akifanya jambo jema bwana, unaambiwa mcheza kwao hutuzwa, mwambie. Kwa hivyo sasa tuigeni kwa hii misikiti mitatu, roho nzuri. Hatujasema kwamba kila mtu akija msikiti tu achangiwe, sio hivyo. Unaangalia huyu mtu anayechangiwa ni nani, ana umuhimu gani katika jamii, mchango wake kwenye Uislamu ni kiwango gani, ana ukweli kiwango kipi. Lakini si kila mtu mnamchukulia kwamba hafai kupewa gharama na Waislamu bwana. Kwa hivyo nitakomea hapa kwa siku yetu ya leo, lakini nasema tu kwamba misikiti ile ambayo imebaki wanatupiga vita, tungewaomba waache mara moja. Dini tunayoitangaza si ya kwetu wala si ya kwao, wale ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kunipiga mimi vita ni kumpiga Mungu vita, kwamba we hichi mnachokifanya mimi hapa, we akikufai si sawa. Acheni komiti za msikiti kudhulumu mashehe, kudhulumu maimamu wa madrasa, kuwanyanyasa maimamu. Tabia hii muache, na inshallah mada zinazokuja hapa mbele nilisema kwamba tutawahoji maimamu mmoja baada ya mwingine namna wanavyonyanyaswa msikitini, alafu nyinyi Waislamu waumini muyaingilia haya mambo. Kuna pesa nyingi zinakuja kutoka Arabuni humu misikitini, maimamu wanadhulumiwa, haziwafikii, zinaporwa na chairman na vice chairman, sijui na nani na treasurer na nini, kwani ni kampuni haya. Sasa kwa ulimwengu wa sasa, wala hakuna ubaya msikitini kuwa na chairman, vice chairman, secretary, sijui nani. Tutasema kwa ulimwengu wa sasa ni wa kisasa, haya tukubali. Lakini sasa mbona imamu fedha zinazoletwa kutoka nje zinakuja fedha nyingi, anazopewa kidogo, nyinyi mwazichukulia nini hizo fedha? Kwa nini mnawaporea maimamu fedha zao? Kwa nini? Alafu hata hamna wasiwasi kabisa. Maimamu mnawadhulumu, walimu wa madrasa mnawadhulumu, hamtaki kujua. Alafu na sheria juu kana kwamba jamani, nani aliyekufa akaenda na msikiti kaburini? Jamani, acheni hii tabia. Nyinyi ambao mmejenga misikiti, acheni tabia hii. Mtakufa na sukari zisizopona, presha zisizopona, kansa na vitu vya ajabu ajabu. Haya magonjwa yote yanatibika haya, lakini kwa nini leo hayatibiki? Kwa sababu mengine ni adhabu kwa mambo tunayoyafanya. Kwa hivyo inshallah taala, Mungu ajalie kila neema, atupe mwisho mwema. Mimi nitakomea hapa. Ramadhani nafikiri inaingia kesho kutwa, tutakuwa na mada nyingi ndani ya mwezi wa Ramadhani, na tutakuwa na makongamano makubwa hapa Likoni kwanza, na bado tunawaomba Waislamu michango yao iweze kuendelea ndani ya mwezi wa Ramadhani, na kuanzia sasa hivi michango tunahitaji ya kazi ya Mungu. Kila mhubiri wa Kiislamu popote alipo, anaitumia Qur'ani na Biblia popote alipo, Waislamu akiitisha hela, huyo mtu mpeni, mpatieni. Popote alipo ulimwenguni mpatieni. Hao ndo waliobaki wanaeneza nuru ya Uislamu, hao ndo waliobaki. Wapeni popote, awe Mumias, awe Malaba, awe Nairobi, awe London, awe Lamu, awe sijui wapi, bora ni muhadhiri wa Kiislamu anatangaza Uislamu akitumia Taurati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Mpokeeni kwa mikono miwili huyu mtu, alafu mumbebe kuliko hata mayai, kwa sababu hawa ndo wanaonyesha nuru ya Uislamu. Ni hawa maustadhi wa madrasa, kazi yao, na maimamu kazi yao ni kusababisha hii dini ibaki, maana wao ndo wanawasomesha wale tuliowasilimisha, hao ndo wanaosomesha wale waliozaliwa kwenye dini, hao ndo wanaojenga imani na kuwasomesha watoto waliozaliwa kwenye dini. Sasa wakipuuzwa, tukipuzwa sisi na wale, ni maana yake hamuitaki hii dini. Inshallah kwa haya machache ama mengi, Mungu atupe mwisho mwema. Namba yangu ya simu nafikiri mtaiona kwa skrini ikipita hapa. Ndio tukosoane kwa mambo ya dini, hii si sawa, hii ni sawa, lakini ikifika swala la amani, sote tuungane pamoja. Hawa waongo na wakweli, sote tuungane pamoja, tutetee nchi hii yetu isivurugike na isiharibike. Inshallah nikomee hapo. Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.